Naam, ni Hotbiz tena bado tukiwa mtaani, tukiwa kwenye kambi za kimichezo, kwenye matawi mbalimbali ya kimichezo, na hapa nipo kwenye tawi la Wakali wa Mzinga Kongowea nikiwa na mmoja ya waasisi wa tawi hili. Mimi napenda kumuita katibu wa tawi hili la Wakali wa Mzinga kama sijakosea, Mngagi. Mngagi, salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Habari ya hapa? Mzuri kabisa ndugu. Wakali unaliona lakini? Kwa kweli jua ni kali, tunaliona ndugu yangu. Hata kuku watembei. Wauza vimiminika sasa hivi ndo msimu wao. Ndugu yangu, si unaona hapa na drip ya maji ndugu. Bwana hata GSM. Sisi tunakunywa GSM ka. Haunywi maji yote zaidi ya tunamsupport bosi wetu. Kabisa. Maana tunaponunua haya maji ndio anaweza Pacome kuendelea na maisha. Kwa hiyo tunanunua maji kwa maana kwamba tunamchangia bosi. Sawa, ili mradi kina Pacome waendelee na wengine ambao msimu huu dirisha dogo waendelee kuja. Lakini tumeona sasa hivi Young Africa mmefanya vizuri kwa upande wa ligi kuu, mmeshinda, japo mmeshinda kwa mbinde, tunasema kwa mbinde kwa sababu goli moja, alafu pia ni dakika za jioni kabisa za ushindi wenu pale maeneo ya Dodoma. Hii inaleta picha gani? Tuanzie na hapo kwanza, kwa upande huu wa ligi kuu. Inaleta picha gani nyinyi kushinda kwa mbinde aliyakuwa mliona kama mechi nyepesi? Hamkumheshimu mpinzani wenu? Kwanza nikushukuru kwa swali lako, kwa sababu kwamba binafsi kwamba mpira una matokeo matatu. Sisi kama watu wa Yanga, sisi kama Yanga tumekwenda Dodoma kwenda kufuata pointi 3. Kwa hiyo haijalishi kwamba pointi 3 zile tumezipata kwenye dakika ya ngapi. Kwa sababu mpira ni mchezo wa makosa. Kwa hiyo timu yangu imecheza vizuri, imewaforce na wale walikuja kuzuia. Mwisho wa siku wametoa boko, Dube amefanya jambo lake, sisi tumerudi na pointi. Kwa hiyo haijalishi tumepata pointi 3 kwenye dakika ya ngapi. Kwa sababu mpira una matokeo matatu, kuna kufungwa, kuna kudraw na kuna kushinda. Kwa hiyo sisi wana Yanga, kwa sababu tumeshinda, tumerudi kipaumbele na furaha tele. Sasa hivi mnaona kabisa kwamba hawawashiki tena wale wapinzani wenu? Mimi bwana, sasa hivi ninachosema kwamba siku zote siwezi kufurahia ubingwa bila kumkanyaga yule bwana. Kwa hiyo mpaka waje wale tuwakanyage, mimi ndo nitakujibu hilo jibu, kwa sababu sasa hivi mimi ule mkuu mwembe wangu wa uani na chuma pale ninapoamua, wala sina kikwazo. Tena situmii ngazi. Yaani nashika tu na mkono narudi na kula. Kwa hiyo mimi ili niseme kwamba yule Anthony lazima nimtafune. Umefikia huko? Ndio ninachokuambia. Yaani inamaanisha hamtumii nguvu kabisa. Natumiaje nguvu? Nimemfunga mara 5 mfululizo. Sasa kuna shida gani? Yaani mimi namuogopa Azam kuliko Simba. Namuogopa Azam kuliko Simba. Unamuogopa Azam kuliko Simba? Kwa sababu Simba mwembe wangu wa uani, Azam kidogo anasumbua. Unaweza nikwambia hata Coast mimi namuogopa, sababu kanisumbua mpaka dakika 85, 87 ndio napata goli. Unamuogopa Azam kwa sababu kamkanda mpinzani wako goli 2? Sio kwa sababu kamkanda, mpira ni mchezo wa makosa, wao waliingia kwa dharau, Azam katumia nafasi kawachanyeta. Yaani amewachanyeta vizuri tu. Kuna upande ule wa kulia amepita kule. Lakini tunatamani sana hizi timu zetu kubwa mbili ziongozwe, kwamba nazifundishwe, ziwe na kocha mzawa, na Simba waliliwini hilo, walilifaulu hilo. Lakini dakika kadhaa nyuma tunaona kabisa sasa hivi wanaukataa ule uzawa kwa kumkataa kocha wao Suleiman Matola, wanasema kwa tubadilishiwe kocha aje mwingine. Hili kwa upande wako unalionaje? Unajua tukubali tusikubali kwamba walimu tunao wazawa, lakini bado hawajakuwa na uzoefu na ile elimu ambayo iliyozidi kiwango. Kwa timu zetu za ndani, ligi za ndani tu, mechi za ndani, walimu wazawa wanatosha. Lakini unapokwenda kucheza mechi za kimataifa lazima upate mwalimu ambaye mwenye uzoefu na mwenye uwezo. Tuchukulie mechi ya Azam tuizungumzie. Azam walivyocheza kipindi cha kwanza, Ibenge alikuwa anasoma mchezo. Lakini kipindi cha pili alipoingia Ibenge akasema hapa sasa mimi sasa natakiwa nitafute matokeo. Alifanya hesabu ya watu wawili tu. Na tulichomuona kwamba na ukajua uzoefu wa mwalimu, yule Saduni mara nyingi huwa anacheza namba za kati. Lakini kutokana na udhaifu aliouona, akamwambia Saduni nenda kacheze winga, akachukua Kamiko akaweka kati. Kwa hiyo maana yake kwamba kile ndio tunachokikosa sisi walimu wetu wazao, kwa sababu plan B ni kusoma mchezo na kuangalia nani anahitajika kwa muda huu. Mimi na wewe na watu ambao tusiojua hatuwezi kuamini kwamba Saiduni anaweza kwenda kucheza winga, lakini ameenda kucheza winga na magoli yote mawili yametoka kupitia jitihada zake binafsi. Amepata mpira, amekimbia nao, beki wetu yule mzee basi kamdondoka. Hivyo matokeo yake kaweka watu wameshinda.
Kwa hiyo cha msingi walimu wetu wazawa wana uwezo, lakini bado waongeze bidii ya kusoma ili wafikie malengo. Lakini kwa sasa kusema mtu kama Matola apewe timu kama ile bado, kama juzi wamempiga na uzoefu wote wa miaka 15. Uzoefu wake wote alikuwa sehemu gani? Kwa sababu alikuwa nyuma ya. Yaani ule uzoefu alikuwa nyuma ya. Kwa hiyo bado uwezi kumkabidhi mtu kwa kusoma mchezo kwa picha. Kwa hiyo amestahili kuondoka kwa kupigwa na machupa. Anastahili kwa sababu pia ukiwasikiliza wenyewe wana Simba wanakuambia tumeshabadili makocha 9. Lakini yeye yupo anafanya nini? Kwa nini aendelee kuwepo timu ya baba yake? Kwa hiyo hata mimi naona uko sawa, kwa sababu inawezekana yeye akawa kirusi cha majungu. Kwa hiyo naye akae pembeni, hawapishe watu. Simba wamepita watu wengi pale, wamefundisha wengi. Kwa hiyo cha msingi mimi nasema wanachokisema mimi na kisapoti. Na kisapoti Mnyagi. Lakini tunaenda kwenye dirisha dogo sasa. Unatamani Young Africa ambayo wewe ndo timu yako pendwa kabisa, unamwona nani aendani na falsafa za Yanga pale, kwamba wachezaji hawa wawili wakae pembeni kwanza watupishe? Mimi nataka nikwambie sisi Yanga kama mwanachama, kama katibu wa tawi, siwezi kuingia katika masuala ya kiufundi. Mwalimu, benchi la ufundi ndio litajua timu yetu inahitaji mchezaji wa aina gani na nani atupishe. Lakini mimi kama katibu au mimi kama mshabiki niseme tu fulani hatufai, hapana. Kwa sababu hata sasa hivi washabiki wanasema Dube, lakini Dube ndo anatusaidia. Kwa hiyo hili mimi siwezi kulizungumzia sana kwenye media, kwamba timu yetu sisi imejisheni kila idara, kila mtu mwache afanye kazi yake katika majukumu yake. Kwa hiyo hilo ni swala ambalo benchi ya ufundi pamoja na viongozi wanajua nani ambaye anatakiwa asimame pale. Nani ambaye anatakiwa asimame pale na nani atupishe na nani aingie. Sawa. Hayo ni maneno ya Mnyagi, katibu wa tawi hili, tawi la Yanga wakali wa Mzinga, maeneo ya Kongowe. Wenyewe wanakuambia starehe gharama. Asante.